Kuna taarifa ambayo imejili hivi punde na imetusogeza karibu zaidi na Heavyweight, na kubwa hasa ni taarifa ya CAF kuhusiana na mechi ya finali mkondo wa pili kwenda kuchezeka uwanja wa New Amani Complex pale ilipofanyika nusu finali ya mkondo wa kwanza. Heavyweight, taarifa hizi pengine na wewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao wamezishuhudia zikienea kwa kasi zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Waliga kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu, na of course hii taarifa mimi nilitegemea kwa sababu wale RS Berkane walikuwa wameshaanza kulialia mapema tu. Na wao ndio wameshinikiza, wameweza kupeleka notice kwa shirikisho la soka barani Afrika kwamba wanataka finali ichezwe kwenye uwanja ambao utakidhi vigezo, na wao ndio waliamini kwamba ule uwanja kwa maboresho ambayo yamekuwa yakiendelea pengine yanaweza asiwe rafiki mechi kuchezwa tarehe 25. Sasa hivyo ni vilio tu vya samaki kwenye maji ambavyo haviwezi kukusaidia kwenye vita ngumu kama hii. Na kwa dalili hiyo tu inaonyesha kwamba tayari wameshaanza kuihofia mechi yenyewe. Umeelewa? Na mimi naelewa, lakini kama ikitokea hiyo mechi ikachezwa Zanzibar, sio mbaya kwa sababu hata Zanzibar pia ni mala rafiki tu kwa Simba, lakini haitoleta mvuto mkubwa sababu kumbuka ile ni finali, sio knockout. Ile ni finali kwamba possibly mechi kombe litakuja Tanzania. Sababu outcome yoyote ya mchezo wa kwanza hauwezi kupeleka kombe kwa sababu comebacks zinafanywa, na hata kama Simba itapoteza mabao 4, 5, lakini kombe litakuja, heshima ya kombe itakuja Tanzania. Kwa hivyo kwa ile heshima ya kombe ilipaswa mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sababu ndio uwanja ambao una historia kubwa zaidi kwa Simba, na ndio uwanja ambao katika ile hadhi ya kombe kufika, yani ilipaswa iwe pale, yani kwa sababu uwanja wa Mkapa ndio umekuwa chachu na umekuwa ndio una mara nyingi wenyewe ndio umekuwa ukihusika kwenye moments kubwa. Sasa kupeleka Zanzibar, manake finali kuchezwa Zanzibar tayari kuna kitu kinakuwa kimeshapungua. Kwa upande wangu mimi naamini kwa sababu bado sijaona barua rasmi kutoka kwa TFF. Labda wakati tunaendelea kuongea hapa itokee, lakini mpaka sasa hivi sijaona barua rasmi kutoka kwa TFF. Kwa hiyo nategemea tu kwamba kuona mechi inachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Na kwa nini wa predict kwamba kunaweza kukatokea hali ya mvua wakati mechi bado zimebaki siku chungu mzima? Manake mpaka tarehe 25. Leo ndo kwanza tarehe 15. Manake kuna siku 10 mbele. Wewe unawezaje kupredict kwamba siku ya 10 huko kutakuwa kuna mvua ambayo inaweza ika-affect pitch? Ni vitu vya nini? Alafu muda huo kumbuka Crescentus Magori alichoandika kwenye Instagram yake, ameandika mpaka sasa hivi tayari tickets zimeshauzwa zaidi ya 12,000. Na kwa mantiki hiyo katika dimba la New Amani Stadium lina uwezo wa kupeleka kuingiza mashabiki 15,000 tu. Sasa watu 3,000 pekee yake. Imebasalia watu 3,000 na manake wengi wa pale nyumbani. Manake kama walionunua tunajaribu kusota kwamba inawezekana sio watu wa Zanzibar. Wengi katika hao 12 mpaka sasa, wengi wao inawezekana ni wa Dar es Salaam na mikoani ambao wanakuwa wanawahi kununua tiketi kwa sababu zao wanazojua wao. Kwa hiyo pia kuna grade, kuna mwingine kanunua VIP, unajua VIP B kuna nini, na sidhani kama inafanana kati ya VIP ya kule na huku katika kiwango cha kuingiza, manake idadi ya mashabiki wanaoingia kwenye VIP. Umeelewa? Sasa ina maana unaweza ukajikuta umenunua tiketi ya VIP lakini usipate siti kwenye VIP kwa sababu tayari ile uwanja inachukua idadi ndogo ya watu kwa sababu ya uwezo wake wa kuhost. Alafu mwisho siku yani sijui ni kuambia vipi, lakini kutatokea mkanganyiko mkubwa. Kwa hiyo kwa sababu kutatokea mkanganyiko mkubwa, ilitakuwa game ichezwe katika dimba la Benjamin Mkapa. Walio wengi mashabiki wa Simba Sports, mimi pia nimepata simu za watu kadhaa wakiulizia hili limekaaje. Kwa jinsi tulivyoelezea, unaona asilimia ni chache zaidi za mechi kwenda Zanzibar. Unaongezea nini au unawampa vipi nguvu watu kuendelea kukata tiketi aliyakuwa wanaona ili swala lilivyokaa lipo kimtego sana? Of course unajua hapo kuna mambo mengi ndugu yangu. Kuna mambo ya budget. Sababu kwa mfano mtu anataka hebu tukapania anataka kuangalia finali. Kashajua finali iko Dar es Salaam. Yeye yuko zake Buza pale. Kutoka Buza mpaka kwa Mkapa ni kwanza ni distance ya kuchukua nusu saa tu.
yani ni jirani, unachukua nusu saa tu mtu uko zake Mbagala, umeelewa, njia hiyo hiyo anachukua zake gari kwa jero, anaenda uwanjani. Sasa alikuwa kapania maskini ya Mungu, kajitutumua kanunua tiketi yake ya 30,000, akae sehemu nzuri, angalie mpira kwa raha, enjoy. Inatoka taarifa mechi inachezwa Zanzibar. Manake mechi kuchezwa Zanzibar, nauli ya kwenda Zanzibar ya kwenda tu ni sawa na tiketi ya VIPB. Sio, unaelewa? Yaani manake 35 nauli ya kwenda hiyo kwenda tu, bado kurudi 35. Ukirudi 35 nyingine 70. Na siku nyingi Zanzibar. Na kama hauna mtu ambaye anaishi Zanzibar, utabidi uwe na gharama zako za kulala. Na kule vyakula kule unajua, supu ya karafuu na vitu kama hivyo na nini, bei yake kidogo ipo. Sababu pale kule ni kwa masultani. Kwa hivyo unabidi uwe na budget ya si chini ya 250,000, si chini ya 250,000. Tena hiyo ya kujibana bana, of course hiyo ni kwa kujibana bana, maana yake unatoa 70,000 ya nauli, umeelewa, accommodations hapa na pale, kulala na misosi, si chini ya 250,000. Na nafikiri unaelewa jinsi ambavyo watu wanachukulia kwenye mambo ya gharama, sababu hata kwenda Morocco ilivyokuja tu ile swala la 1200, wasioelewa wakaanza kulalamika kwamba jue ndege ya bure. Sasa ukishafika kule wewe unategemea nani atakununulia chakula? Ukishafika kule umeshatua pale Casablanca, unalala wapi? Utalala airport. Maana utabidi uende sehemu ukalale. Kabisa. Kule hamna mambo usijui unajuana na nani kule akupeleke kwenye geto lake akakulaza. Maana utabidi uwe na pesa zako za hoteli. Umeelewa? Si chini ya $60 mpaka 100. Kwa usiku mmoja. Sasa wewe unategemea nini? Mambo yote unategemea nani akusaidia? Kwa hiyo kuna hilo swala. Kwa hiyo mtu unavyomwambia mambo ya Watanzania, sisi inapofika swala la pesa, jambo linahitaji uwe na budget kidogo, mara nyingi uwe ina affect. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijafurahishwa, lakini ukiachana na hayo yote tunarudi kwenye mechi yenyewe. Simba Sports yenyewe ina enjoy kucheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Asikwambie mtu, mashabiki 60,000 wanaingia pale. Zile kelele. Mwenyewe mazingira yenyewe ya uwanja, ile pitch, size ya pitch na vitu vingine vingi, vinaibeba Simba kuperform. Umeelewa? Hali ya uzoefu wa uwanja, yani ujinsi walivyouzoea ule uwanja, yani wanaujua kuanzia unyayo mpaka usogoni. Kunaleta ule hata mashabiki wenyewe, unajua hata ile mashabiki wenyewe wanaaminiji kwamba Simba inapokuwa kwa Mkapa, hata kama mechi ilikuwa ngumu kiasi gani, pale inakuwa nyepesi. Wanaamini pale atoki. Umeelewa? Sasa unavokuja kutibua hii inakuwa sio jambo zuri. Kwa hiyo sio faida kwa Simba. Sio faida kwa Simba. Wanaliweka sawa hivi. Na kuhakikishia, na hata viongozi wa Simba wenyewe sidhani kama ni habari nzuri kwao. Kwa hiyo Berkane wapunguze kulialia. Tafadhali mashukuru. Tafadhali mashukuru la hata kulialia. Hapo wameelewa. Wataelewa tu. Unajua ile ana la aqadu usaddiq faranina sautul mudiru la yazalu fi udhunayya mundu jalu adhi alaina tafaidha tafawuq wa shahadat. Umeelewa? Waqala ya abna yatamanna lakum mutlatan saida. Mimi nawatakia finali njema, ila waache kulialia. Yaani hapo ndo umezungumza hivyo. Kwamba unawatakia finali njema. Yaani nimezungumza kwamba siamini hicho wanachokifanya. La aqadu fi udhunayya, yani hayaniingii kwenye masikio yangu. Okay. Ni vitu vya ajabu. Mungu jali yuadhi alaina. Sina ana enjoy jamaa. Ndio hivyo. Bwana, hilo nadhani shaka kwa wana Simba litakuwa limepungua kwa asilimia kadhaa, kwa sababu naamini uongozi pia utakuwa unalipambania kadri uwezavyo kama ilivyoweza kufaulu katika hatua ya robo finali. Swali langu, nimeona baadhi ya watu wakiwa Morocco na wakisafiri na timu, lakini hawa watu naona kumekuwa kuna vita ya maneno, kurushiana maneno na namna ambavyo watu wanaweza kuzungumza kwa kadri wanavyotazama. Wachambuzi waliosafiri kule, inaonekana kuna wengine ambao wamegeuka kuwa machao, wameacha kazi yao kuisifia Simba Sports ili wapate safari. Hivyo Itidula, wewe unaliona hilo? Na kubwa sana uhusishwa Frijibovu, wewe unaliona hilo kwamba kuna jamii ya watu wapo kuichambua Simba Sports katika mazuri ili wapate kunufaika na Simba Sports? Hapana, mimi sioni hivyo. Kwa sababu unajua hizi timu zipo hivi, ukiwa sehemu fulani, ukiwa mchambuzi ambaye unaongea ukweli, sio, unanielewa, au unazungumza kitu ambacho kipo in reality, alafu hicho kitu katika huo ukweli labda unaumiza upande fulani, wale watu wa upande fulani watakuchukia. Sio, unanielewa?
Na mimi Jaffe, wewe nishakukwambia, wewe ni shahidi, nishakukwambia mara kibao. Unapotaka kuwa kwenye kazi zetu hizi za Kitanzania hizi, uchambuzi wetu wa Kitanzania, maana kuna uchambuzi wa Kitanzania na nchi zingine. Nchi zingine ni tofauti kwa sababu idea yani tuseme knowledge ya mashabiki wao kwenye football at least ni kubwa kuliko huku. Yani huku kwetu mpira mpira wetu sisi kuushabikia hauhitaji akili, lazima ujichetue ndio ushabikie mpira wetu kulingana na jinsi ambavyo si wenyewe tulivyojiweka. Ukisema udil kuisifia Simba, umeelewa? Mashabiki wa Yanga watakwambia wewe huna lolote, wewe chawa, umeelewa? Wewe watakutukana, watakwambia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ukizungumza jambo zuri kuhusu Yanga ambalo hilo jambo linawakera Simba, itakuwa the same. Ukisema uwe balance kwamba jambo zuri la huyu kwa sababu litawakera hawa, basi ulisemi una balance, yani unatengeneza ubalance fulani uonekane wewe ndio upokote na nini, still bado utaitwa majina fulani, wewe mamluki. Sio, unaelewa? Una lolote, wewe mnafiki tu. Unapoteza mvuto. Sio, unaelewa? Kwa hiyo uwe katikati. Bado still tuliko pale. Kwa mashabiki wetu aina yao tulionao bado watakuona wewe mbaya. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sioni kama anakosea, anaona yuko sahihi kwa sababu anaamini hivyo na of course matunda yapo. Kwani kati ya kuwa jambazi na kuwa mchambuzi wa timu bora nini? Bora uwe mchambuzi. Sasa kwa nini usilalamike kuna majambazi huko mtaani unakuja kwa mfano hata mimi hiyo kazi napitia. Unaelewa? Mimi naambiwa hapa nachambua Simba na Berkane kwa sababu ndio timu ambayo ipo kwenye finali ya kombe la shirikisho. Si ndio? Muda mwingine nachambua Berkane. Namuelezea Osama Lamlawi, namuelezea sijui Mamadou Lamine Kamara, nawaelezea kina Hamza Lamla na wengine. Lakini unakuta mtu anakuja na kwambia wewe hujai kuzungumzia timu fulani, wewe unazungumzia Simba. Sio Simba, hapa nazungumzia Berkane. Si unaelewa? Lakini mtu anakuambia wewe unazungumzia Simba. Sasa mtu kama utamjibu nini? Inabidi ukae kimya. Unamwacha tu na mwingine atukana, mwingine sasa ukishaona tu mtu anatukana maana yake automatically akili yake haipo sawa. Wewe unaweza ukakuta mtu mwenye akili sio alosoma mwenye akili, kwa sababu unaweza ukasoma afu usielimike. Mwenye akili zake ambaye ana knowledge kichwani, ana uelewa mzuri, hana afya yote ya tatizo la akili. Afya ya akili wanakuambia, tatizo la afya ya akili hana. Hawezi kutukana. Yaani uchunguzi, hadi hawezi kutukana, kwa sababu kutukana ni ushamba wa kizamani. Sasa waache wamshambulie. Lakini kwa sababu matunda yapo, kwa sababu hata kwenda Morocco pia ni ndoto za watu wengi. Hata hao wanaotukana wanatamani waende Morocco. Walienda Algeria. Nakwambiaje, kwani wanaotukana wanaenda gapi? Timu ikicheza Algeria wapo kule Buza wanaangalia vibandani. Hivi huwa hawaendi, watu wapi nauli? Ipo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa ligi, ipo kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho. Umeelewa? Haizungumzi kuna Simba inazungumzia dabi toka ilivyotokea sakata. Lakini kuna timu yenyewe inasema haichezi, Yanga imesema haichezi, lakini kutwa kucha hatuchezi. Sasa unamwambia nani? Kaa kimya, subiri tarehe ifike usicheze. Sasa ukiamka asubuhi hatuchezi, mchana hatuchezi, asubuhi jioni hatuchezi, ikifika saa 12:30 hatuchezi, saa 1:30 hatuchezi. Sasa unamwambia nani? Mimi nishasema sichezi. Ndio nasema sasa sichezi. Sawa? Kimya. Unaendelea na mambo mengi. Kama Simba umeona inapiga kelele. Simba kimya, inacheza mechi zake tu. Imecheza na Berkane, sio imecheza na Mashujaa, imecheza na Kagera, sio imecheza na nani. Kimya, haizungumzi chochote. Kimya, ametulia. Hizi zinakuwa ni hulka, maana toka ile andiko la Simba Sports tarehe 8 hawajawahi bas, hizi ni sio hulka, hiyo zinaitwa tabia za timu kubwa. Timu kubwa huwa hazina maneno mengi, zinaweka kitu straight, kimya. Kuna dhihirisho. Timu ndogo zenyewe ndio huwa siku zote of course. Sasa timu ya 4 barani Afrika ni kubwa Tanzania. Timu ya 4 barani Afrika sasa utaikompea vipi na timu ambayo haipo hata kwenye top 10 ya vilabu bora barani Afrika? Jaffe, unaniuliza maswali gani leo ndugu yangu, au una usingizi? Timu ya 4 barani hivi, unanielewa? Timu ya 4 barani Afrika ipo kwenye finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Umeelewa? Ipo kwenye nafasi nzuri ya kuwa timu ya 8 kutoa treble barani Afrika. Alafu unasema eti kuna timu kubwa ni Simba Sports Club. Kwa hiyo Yanga ni kongwe. Yaani Yanga yani tunazungumzia, unajua kwa mfano ngombe, labda nikwambie hivi, ukienda Ujerumani. Timu kubwa si zipo mbili? Ndio. Dortmund na Bayern. Bayern mimi. Lakini
katika hawa wawili nani mkubwa? Mkubwa zaidi ya mwenzie? Kiumri. Sio kiumri, kimafanikio. Achana kiumri, kimafanikio. Timu kubwa haipimwi na umri. Ni mafanikio. Timu kubwa haipimwi na umri kwamba umezaliwa 1935 kwamba ndo mkubwa. Hapana. Umefanya nini? Okay. Sio, umeelewa? Kwenye dunia, system ya dunia ya especially capitalist system. Umeelewa? Ukiwa na pesa hata kama una miaka 25 unaweza ukaamkiwa na mtu wa miaka 70 ndugu yangu. Kamkiwa vizuri, shikamoo brother. Pesa ndio inasaidia. Kwa sababu ya pesa na nafasi yako na mafanikio yako kwenye maisha. Hichi kitu kipo kwenye dunia. Kipo na kipo. Na mwenye pesa ndo ana haki kwenye kila jambo. Utasumbuana naye tu, akiamua kusema wewe tutakupoteza, atakupoteza kweli. Kwa hiyo tunaangalia mafanikio, achana na umri. Umri ni kitu gani? Umri ni busara, hekima na nini. Lakini dunia inataka watu, inatambua watu wenye mafanikio. Dunia inatambua, na watu wema huwa hawatakiwi kwenye dunia. Kwa hiyo leo nazungumza kwamba Simba iko barani Afrika kwenye namba 4, nafasi ya 4. Ina mafanikio makubwa kwenye michuano ya kimataifa. Imeonyesha kwamba kila stage ina uwezo wa kufika. Inaonyesha kwamba ni timu ambayo ina uwezo wa kuperform vizuri kwenye michuano yoyote hii. Sawa? Lakini ukizungumzia vizuri utaonekana chawa, utaonekana wewe unanufaika nao na nini. Kwa mfano mimi watu wananiambia Simba wanakulipa, mimi Simba wananilipa. Sasa nani ananilipa mimi ndugu yangu? Nani ananilipa? Tutajuaje sasa? Hakuna anayenilipa, ila kwa sababu mimi ni nafasi yangu niliyopo kwa sasa inakuruhusu, inaniruhusu au inanilazimu. Mimi niko kwenye kutekeleza majukumu yangu. Mimi ni mtendaji mkuu wa Simba Pro. Kwa hiyo maana yake nimepewa majukumu, yani wamenikabidhi kwamba wewe mpaka utakapopata kazi nyingine. Kwa sasa hivi dili na Simba tu. Ukipata kazi nyingine Allah nenda. Lakini kama hujapata dili na Simba. Kama ni kama alivyo Priva. Alikuwa na dili na majukumu mengine. Sasa yule yupo ndani ya klabu. Mimi nimewekwa na mashabiki wa klabu hii. Umeelewa? Ambao wao ndo wengine mpaka siwezi kusema kitu kingine, lakini wananisupport kwenye mambo mbalimbali. Umeelewa? Na wala mimi siweki kama naweza nikasema kwamba nafanya hivi labda nipate cheo Simba. Sio kweli. Au nipate sijui nafasi sehemu fulani pale Simba. Sio kweli. Mimi nafanya hivi kwa sababu majukumu yangu ya sasa yanakulazimu. Kwa hiyo na maana inaonyesha jinsi gani mimi niko committed na kazi yangu. Kwa hiyo nikipewa kazi yoyote nitakuwa committed kama anavyofanya huku ulipo. Of course. Anaitwa Heavyweight Dulla. Tumezungumza kwa wasaa kwa mawanda mapana. Kitakachofuata ni kukiangazia kikosi cha Simba Sports siku moja kabla ya mchezo, tupate kujua mbivu na mbichi kuelekea game husika finali kombe la shirikisho mkondo wa kwanza RS Berkane vs Simba Sports. Asalamu alaykum, endelea kutufuatilia.